Inasemekana kuwa utawala wa CCM unaongozwa na Samia Suluhu sasa wanafufua mpaka marehemu waliofariki wakatoe ushahidi kwenye kesi ya mchongo ya uhaini dhidi ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Anayefahamika kama Amin Said Mahamba ni miongoni mwa mashahidi wa Jamhuri ambao anatarajiwa kutoa ushahidi mara kesi itakapoendelea katika Mahakama Kuu ya Masjala ndogo ya Dar es Salaam. Cha ajabu na cha kuchekesha ni kwamba Amin Said Mahamba ni marehemu. Hii ni kulingana na mama mmoja ambaye ameweza kuchipuka, ambaye ni mke wa marehemu Amin Said Mahamba, ambaye pia ni kada wa CCM, na kutuma ujumbe wa tishio kwa Jamhuri ya kusema ya kwamba ataweza kuishtaki Jamhuri iwapo itaendelea kutumia jina la mume wake ambaye ni marehemu dhidi ya kutoa ushahidi mahakamani dhidi ya Tundu Lissu. Mtazamaji, ni mengi zaidi ambayo nimekuandalia katika video hii, lakini kabla tusonge mbele, bonyeza alama like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele. Wimbi la mabishano limeibuka kufuatia madai ya watu waliofariki ama marehemu kuorodheshwa kuwa shahidi wa upande wa mashtaka ama upande wa Jamhuri katika kesi inayoendelea inayomkabili kiongozi wa upinzani nchini Tanzania Tundu Antipas Lissu. Madai hayo ambayo sasa yamesambaa sana kwenye mitandao ya kijamii hasa Facebook na Twitter na duru za kisiasa mitandaoni yamezua maswali mazito kuhusu uadilifu wa kesi hiyo na uaminifu wa ushahidi unaowasilishwa. Katikati ya dhoruba hii ni jina Amin Said Mahamba, mwanaume anayesemekana kuaga dunia miaka kadhaa iliyopita, lakini sasa anaripotiwa kutokea miongoni mwa mashahidi wakuu wanaotarajiwa kutoa ushahidi mahakamani dhidi ya Mheshimiwa Tundu Lissu. Kwa mujibu wa habari zilizomo na zinazoenea kwenye picha ambazo zimesambazwa kupitia Facebook, Amin Said Mahamba anaelezwa kuwa alifariki dunia mwaka wa 2021. Licha hayo, jina lake linadaiwa kuibuka kama sehemu ya orodha ya mashahidi wa upande wa mashtaka katika kesi hiyo ya juu. Ufichuzi huo umewashtua waangalizi na kuzua mjadala mkali, huku wengi wakihoji ni vipi mtu aliyefariki ama marehemu anaweza kujumuishwa katika mchakato huu muhimu wa kisheria. Suala hilo sio tu limezidisha mivutano ya kisiasa mahakamani, lakini pia limezua wasiwasi mpana kuhusu ukiukwaji wa utaratibu na mfumo wa haki na wa mahakama. Hali hiyo ilichukua sura ya kihisia na ya kushangaza zaidi baada ya mwanamke mmoja aliyejulikana kama mjane wa Mahamba kueleza hadharani kukasirishwa na jambo hilo. Katika taarifa ya kina iliyosambazwa kwenye mitandao ya kijamii, alieleza uchungu na mkanganyiko ambao familia yake inapata baada ya kujua kwamba jina la marehemu mume wake linatumika katika kesi ya kisheria miaka kadhaa baada ya kifo cha mume wake Said Mahamba. Alionyesha kwamba mume wake alikuwa ameaga dunia na kwamba familia ina udhibitisho rasmi na cheti cha kifo, ikiwa hii ni pamoja na certificate ya kifo kudhibitisha ukweli huu. Katika simulizi lake, mwanamke huyu ambaye ni mke wa marehemu alieleza kwamba marehemu mume wake Said Mahamba alikuwa amehudumu katika vyombo vya sheria nchini, akitaja cheo chake na miaka ya utumishi kabla ya kifo chake. Alisisitiza kuwa kifo chake kilirekodiwa ipasavyo na kwamba taratibu zote muhimu ikiwa ni pamoja na utoaji hati rasmi zilifuatwa. Hata hivyo, nikiweza kukuthibitishia taarifa hizi ni chapisho hilo la Facebook la mwanamke huyu anayejiita Mkamiti Mohamedi aliyechapisha picha ya Said Mahamba ambayo anadai ni ya Said Mahamba na kuandika maneno haya kama unayotazama kwenye skrini yako nikikusomea. Huyu ndiye Amin Said Mahamba. Ni marehemu mume wangu, amefariki mwaka 2021 akiwa SACP sio ACP kama inavyotajwa kwenye kesi ya Tundu Lissu. Huko wanamtaja huko, sijui ni yupi. Mume wangu amefariki na cheti cha kifo kipo. Nimechoka kupigiwa simu na kuulizwa kama Jamhuri inatumia jina la mume wangu. Nitawashtaki kabisa, wala sitokaa kimya. Maumivu nayoyapata Mungu ndiye anayejua. Naomba mwacheni mume wangu apumzike kwa amani. Miaka aliyotumikia jeshi la polisi inatosha. Kuibuka kwa jina lake katika suala nyeti la kisheria hivyo kumekuja kwa mshtuko mkubwa na kuiacha familia ikitafuta majibu na uwajibikaji. Mabishano yanapozidi, mjane huyo ameweka wazi kwamba hayuko tayari kunyamaza. Ameashiria nia yake kuchukua hatua za kisheria dhidi ya chapisho hilo lililohusika kusambaza taarifa mbaya zinazotambulika kwa jina la Jamhuri. Kulingana naye, matumizi ya jina la marehemu mumewe kuhusiana na kesi ya Tundu Lissu yamesababisha mfadhaiko wa kihisia na sifa mbaya kwa marehemu, sio tu kwa marehemu bali pia kwa wanafamilia waliosalia. Alieleza zaidi kuwa
Hali hiyo imefungua tena majeraha ambayo yalikuwa yameanza kupona baada ya maombolezo ya miaka mingi. Kutajwa hadharani bila kutarajiwa kwa mumewe marehemu katika mazingira ya kutatanisha kumezua huzuni na kuleta uangalifu usiohitajika kwa familia. Alionyesha kufadhaika kuwa suala kubwa kama hilo linaweza kushughulikiwa bila uthibitisho sahihi, akipendekeza kuwa waliohusika walishindwa kufanya uangalizi kabla ya kuchapisha madai hayo. Waangalizi wanaona kwamba athari za maendeleo haya zinaenea zaidi ya familia moja, ikithibitishwa kuwa ni kweli kujumuishwa kwa mtu aliyekufa kama shahidi katika kesi ya Lissu kunaweza kudhoofisha uaminifu wa kesi ya mwendesha mashtaka. Wachambuzi wa masuala ya kisheria wanasema kuwa hitilafu kama hiyo, iwe ya kukusudia au kwa bahati mbaya, inazua maswali ya msingi kuhusu kushughulikia ushahidi na uthibitishaji wa mashahidi katika kesi za viwango vya juu. Wakati huo huo, wafuasi wa Tundu Lissu wameibuka, wameshikilia mzozo huo kama ushahidi zaidi wa kile wanachoeleza kuwa ni kesi ya kisiasa. Wanasema kuwa madai hayo ya ukiukwaji yanatia nguvu wasiwasi wa muda mrefu kuhusu haki na uwazi katika kesi zinazohusisha wanasiasa wa upinzani. Hata hivyo, ripoti hizi zimesambazwa sana na wanaharakati kama Hilda Newton pamoja na wengine ambao ni wanaharakati wa upinzani na ambao wana mazoea ya kuikosoa serikali ya CCM. Kwao hali hiyo pia inaongeza safu nyingine ya shaka kwa vita vya kisheria vilivyo na utata. Kwa upande mwingine, baadhi ya sauti zimehimiza tahadhari, zikisisitiza haja ya uchunguzi wa kina kabla ya kufikia hitimisho au uamuzi. Wanaelezea kuwa taarifa zinazosambazwa kwa kiasi kikubwa zinatokana na taarifa za mitandao ya kijamii na kwamba ufafanuzi rasmi kutoka kwa mamlaka utakuwa muhimu katika kubaini ukweli na udhibitishaji. Hata hivyo, uzito wa madai hayo umefanya kuwa vigumu kwa suala hilo kutupiliwa mbali kirahisi na kuwa uvumi tu. Wakati huo, jukumu la vyombo vya habari katika kukuza hadithi limechunguzwa. Wakosoaji wanasema kwamba kuenea kwa haraka kwa madai ambayo hayajathibitishwa huangazia hatari ya habari potofu katika enzi ya kidijitali. Tishio la mjane huyo kuchukua hatua za kisheria dhidi ya jamhuri linaonyesha ongezeko la mahitaji ya uwajibikaji miongoni mwa mashirika ya habari, hasa wakati wa kuripoti masuala nyeti yanayohusu watu binafsi na familia. Hali inayojitokeza pia inazua maswali mapana ya kimaadili kuhusu matumizi ya taarifa za kibinafsi katika mijadala ya umma. Kutajwa kwa mtu aliyekufa katika muktadha wa kisheria bila uthibitisho wa wazi hugusa masuala ya hadhi, faragha na heshima kwa wafu. Hata hivyo, kwa familia inayohusika, haya si mambo ya kufikiria, bali ni mambo halisi ya kibinafsi ambayo sasa yamesisitizwa katika uangalizi wa umma. Shinikizo linapoongezeka, umakini unazidi kuelekezwa kwa mamlaka zinazohusika na kusimamia kesi hiyo. Kuna wito wa kukaguliwa mara moja kwa orodha ya mashahidi ili kubaini kama madai ni sahihi, na ikiwa ndivyo, jinsi uangalizi kama huo ungeweza kutokea. Uwazi katika kushughulikia maswali haya utakuwa muhimu katika kurejesha imani ya umma katika taifa hili letu. Kwa sasa, mjane huyo anayesambaza madai haya anasalia thabiti katika kutafuta haki, akiazimia kusafisha jina la mumewe wake na kuwawajibisha wale waliohusika. Msimamo wake umewagusa wengi wanaoona kesi hiyo kama ishara ya masuala makubwa ya kimfumo. Siku zijazo huenda zikawa muhimu, kwani miitikio ya kisheria, kisiasa na ya umma inaendelea kubadilika. Mtazamaji, nijuze maoni yako. Je, una lipi la kusema kuhusiana na suala hili la shahidi ambaye ni marehemu ambaye anapangiwa kutoa ushahidi dhidi ya Tundu Lissu? Je, hili kwako linachekesha ama je linasikitisha? Nijuze maoni yako kisha like na usubscribe.